namna tulivyotekeleza wa 2017-2018 hadi 2020-2021, lakini pia tunakutana kujadili mpango mkakati wa pili wa TARURA kwa 2021-2022, 2025-2026. Lengo la tatu, Mheshimiwa Waziri, ni kuweka mikakati ya utekelezaji kupokea maelekezo ya kwako yanayohusiana mbiu ya TARURA. Mheshimiwa Waziri, kwa sababu kikao hiki ama mkutano huu ni mkutano wa kazi na una ratiba ambayo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunaikamilisha kwa siku hizi tatu ambazo tutakuwa hapa, nisiongee maneno mengi sana, niombe sasa kumkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri ili aje azungumze mawili matatu, na yeye pia ikipendeza akukaribishe ili uweze kuongea na hadhara hii na kukuelekeza yale ambayo tuyatekeleze. Lakini nadhani ili Mheshimiwa Naibu Waziri na wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri mpate kitu cha kuongea vizuri, ni vyema kama tungepata taarifa kutoka kwa Chief Executive, na baada ya hapo tutamwomba Mheshimiwa Naibu Waziri sasa aje aweze kusema na kutoa taarifa, na baadaye tutamkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri. Nawashukuru sana, asante. Karibuni kwenye mkutano wetu. Mheshimiwa Ummy Ali Mwalimu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Elimu, Mkurugenzi wa Miundombinu TAMISEMI, management ya TARURA na waratibu na mameneja wa wilaya. Ifuatayo ni taarifa fupi kama ilivyosema Katibu Mkuu ya Wakala wa Barabara za Vijijini na Mijini, ambayo kwa kifupi kabisa itatoa tathmini ya toka TARURA ianzishwe hapa tulipo, halafu tunapoelekea, hasa ukizingatia bajeti ambayo imeongezwa na serikali. Mheshimiwa Waziri, Wakala wa Barabara Vijijini na Mijini ulianzishwa kwa waraka za serikali, kwa waraka uliotolewa kwenye gazeti la serikali namba 211 la tarehe 12 Mei 2017, na hii ni kwa mujibu wa sheria ya wakala sura namba 245, na wakala ulianza kazi rasmi utekelezaji tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2017. Mheshimiwa Waziri, lengo kubwa la kuanzishwa TARURA ni kukabiliana na changamoto zilizojitokeza wakati jukumu la management ya mtandao mitaa 184, lakini pamoja vile vile na kukabiliana na mabadiliko katika sekta ya barabara
Jukumu kubwa la wakala, Mheshimiwa Waziri, ni kuratibu na kusimamia matengenezo, ukarabati na ujenzi wa mtandao wa barabara za wilaya wenye jumla ya kilomita 108,946.19 ambazo zilikabidhiwa toka mamlaka za serikali za mitaa na TAMISEMI walikuwa wanaratibu. Kwenye hati ya uanzishwaji wa wakala namba 211 ya Mei 2017, wakala hutekeleza majukumu yake kwa kuingia mikataba maalum na mfuko wa barabara kwa kazi za matengenezo na ofisi ya Rais ya 946.19 ambapo kati ya hizo kilomita 56,626.59 zilikuwa zimetangazwa rasmi kwenye gazeti la serikali na kilomita 52,321.6 zilikuwa bado hazijatangazwa. Kulikuwa na zoezi la uhakiki mtandao wa barabara hizi za wilaya, ikiwa zote zile ambazo zimetangazwa kwenye gazeti la TARURA. Kuna mtandao wa barabara wenye jumla ya kilomita 144,429.77 na zimeshatangazwa rasmi kwenye gazeti la serikali namba 463 la tarehe 25 Juni mwaka 2021. Mheshimiwa Waziri, ongezeko la kilomita 87,805.17 ambazo bado zilikuwa hazijatangazwa kwenye gazeti la serikali linatokana na ongezeko la maeneo ya kiutawala kwa maana ya mikoa, wilaya na vijiji. Mtandao huu wa barabara za wilaya uliotangazwa una jumla ya madaraja 3,191 na makalvati 69,317. Mheshimiwa Waziri, dira ya wakala wa barabara za vijijini na mijini ni kuwa taasisi inayoongoza katika kusimamia mtandao wa barabara za vijijini na mijini. Na dhima yetu ni kupanga, kusanifu, kujenga na kufanya matengenezo ya mtandao wa barabara za vijijini na mijini kwa ajili ya matokeo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Mkakati wa kwanza wa TARURA ambao umekamilika Juni mwaka 2021 umetekelezwa chini ya serikali ya awamu ya 5, na mkakati wa pili ambao sasa uko kwenye hatua za mwisho za kukamilishwa ambao utaanza mwaka 21-22 mpaka mwaka 2025-26, huu sasa utatekelezwa chini ya serikali ya awamu ya 6, ikiwa ni pamoja na kutatua changamoto kubwa zilizojitokeza katika mkakati uliopita. Mheshimiwa Waziri, muundo wa wakala kama ulivyo kwenye waraka wa serikali namba 211 una mtendaji mkuu na idara 3 zinazoripoti kwa mtendaji mkuu. Idara hizo ni barabara vijijini, idara ya barabara vijijini na idara ya huduma za uendeshaji, ambapo chini yake kuna mameneja 7, 4 ni barabara kwa ajili wa barabara kwa ajili ya miradi ya maendeleo na matengenezo na 3 ni kwa ajili ya wako chini ya idara ya uendeshaji
kwa ajili ya rasilimali watu, mipango na tehama. Muundo pia una vitengo vitano ambavyo vina wakuu wake wanaripoti moja kwa moja kwa mtendaji mkuu, na vitengo hivyo ni kitengo cha fedha, sheria, ukaguzi wa ndani, manunuzi na udhibiti na utafiti, udhibiti wa ubora na utafiti. Muundo pia una ofisi mikoa 26 ambazo zinasimamiwa na waratibu wa mikoa wanaoripoti kwa mtendaji mkuu, na ofisi za mameneja 184 katika kila halmashauri zinazosimamiwa na mameneja wa halmashauri wanaoripoti wa waratibu wa mikoa. Ukiangalia kwenye skrini, Mheshimiwa Mwenyekiti, utaona kuna muundo ambao unatumika sasa hivi, lakini vile vile muundo ambao unatumika sasa hivi ulipitiwa na kufanyiwa maboresho kidogo kwa ajili ya kupunguza gharama za uendeshaji na kuongeza ufanisi. Na tofauti kubwa iliyoko kati ya muundo unaotumika sasa na ule muundo pendekezwa ni kwamba sasa hivi tuna mameneja katika halmashauri zote 184, lakini muundo pendekezwa una mameneja 139 katika makao makuu ya wilaya. Kama ulivyoona kwenye muundo, Mheshimiwa Waziri, kuna bodi ya TARURA ambayo ilianzishwa tarehe 28 Mei mwaka 2020, na jukumu lake kubwa ni kushauri Mheshimiwa Waziri katika utendaji wa TARURA. Bodi hiyo inaongozwa na mwenyekiti Mhandisi Florian M. Kabaka na ina wajumbe 8 kutoka idara mbalimbali za serikali na sekta binafsi. Mheshimiwa Waziri, wakala una jumla ya watumishi 1433. Kati ya watumishi 2989, na hii ni kutokana na tathmini iliyofanywa kwa kushirikiana na ofisi ya Rais utumishi, ambao walibaini kwamba ili kutekeleza majukumu yetu vizuri na kwa ufanisi wanahitajika watumishi 2989. Kwa maana hiyo kuna upungufu karibu wa 52% kulinganisha na mahitaji halisi. Kati ya watumishi hao, kati ya watumishi tulionao au 1433, watumishi 1264 ni wa kudumu na watumishi 169 ni wa mikataba. Watumishi hao ni kada mbalimbali na wanafanya kazi kwenye halmashauri, mikoa na makao makuu. Ukizungumzia swala la ofisi, TARURA tuna ofisi makao makuu kwenye mji wa Magufuli Mtumba, mikoa kwenye Mheshimiwa Waziri, tuna jumla ya kati ya magari 592 yanayohitajika katika ofisi zetu za makao makuu, mikoa. Kuna upungufu wa magari 305 sawa na 50%. Na kati ya hayo magari tulionayo, magari mapya yaliyonunuliwa kutoka TARURA ianzishwe ni 96, na hii inajumuisha na magari 28 ambayo tumeagiza na bado hayajafika. Kwenye magari haya tulionayo, magari 22 yanahitaji matengenezo makubwa, ina maana hali yake sio nzuri, na magari 39 haya ni mabovu, hayatengenezeki kabisa. Mheshimiwa Waziri, naomba sasa nizungumzie hali ya mtandao wa barabara
ambazo zinahudumiwa na TARURA. Hadi kufikia Juni 2021, wakala unasimamia barabara za lami zenye urefu wa kilomita 2404.9, barabara za changarawe zenye urefu wa kilomita 29,166.57 na barabara za udongo zenye kilomita 77,374.71. Aidha, jumla ya kilomita 21,114.09 za mtandao wote wa barabara sawa na asilimia 19.38 huko kwenye hali nzuri. Kilomita 39,942.92 sawa na asilimia 36.66 huko kwenye hali ya wastani, na kilomita 47,889.16 sawa na asilimia 43.96 huko kwenye hali mbaya. Mchanganuo wa barabara kwa matabaka na hali zake umeonyeshwa kwenye magari ambayo yanaonekana kwenye screen. Mheshimiwa Waziri, kwa ujumla sehemu kubwa ya mtandao wa barabara za wilaya una hali mbaya na unahitaji kufanyiwa matengenezo makubwa kwa maana backlog maintenance kabla ya kuendelea na matengenezo ya kawaida. Na kutokana na hali hiyo, mtandao wa barabara za wilaya unaathirika sana wakati wa misimu ya mvua na kusababisha maeneo mengi kutopitika. Mfano mzuri ni mvua za mwaka 2019-20 ambazo zilikuwa ni juu ya wastani kulinganishwa na miaka mingine. Barabara zenye hali nzuri zilishuka kutoka asilimia 23 mwezi Disemba 2019 na kufikia asilimia 15 mwezi Juni mwaka 2020, na zile zenye hali mbaya ziliongezeka kutoka asilimia 43 mwaka 2019 kufikia asilimia 49 mwezi Juni mwaka 2020. Majedwali ya hali ya mtandao ni kama inavyoonekana kwenye skrini, ambayo jedwali la chini hapo linaonyesha TARURA ilikuanzishwa kwa maana mwaka 2017, halafu na jedwali la juu linaonyesha hali ya mtandao hadi kufikia Juni 2021. Mheshimiwa Waziri, vyanzo vya fedha za TARURA ni mapato yatokanayo na huduma zinazotolewa na wakala, ruzuku kutoka serikalini, fedha toka bodi ya mfuko wa barabara, mikopo na misaada toka kwa wadau wa maendeleo, fedha toka mamlaka za serikali za mitaa, ada za maegesho katika hifadhi za barabara zilizo chini ya TARURA na ada za matumizi ya hifadhi za barabara, na fedha yoyote halali inayotolewa kwa ajili ya maendeleo ya barabara. Vyanzo vikuu vya fedha ambazo tunapata kutoka serikali kuu, bodi ya mfuko wa barabara na wadau wa maendeleo kwa maana ya Benki ya Dunia, shirika la maendeleo la Uingereza EFID, shirika la misaada la Marekani USAID na Umoja wa Ulaya yani European Union. Lakini pia mamlaka za serikali za mitaa hutoa fedha za ujenzi na matengenezo kupitia mapato ya ndani. Jedwali linaloonekana hapo linaonyesha fedha ambazo tumekuwa tukipokea kwenye vyanzo vilivyotaja hapo juu kuanzia TARURA ilipoanzishwa mpaka mwaka 2021-2022, na takriban shilingi trilioni 1.3 zimetumika kwenye kutekeleza mpango mkakati wetu wa kwanza. Na mpango mkakati wa pili ambao unaanza sasa 21-22 kwa huu mwaka wa kwanza
tuna bajeti kwa maana 21/22 ya shilingi milioni 934.1. Mheshimiwa Waziri, sasa naomba nitoe tathmini kidogo ya utekelezaji wa mpango mkakati wetu wa kwanza ambao ulianza toka tuanzishwe kwa maana mwaka 2017 mpaka Juni mwaka 2021, ambapo kama nilivyosema jumla ya shilingi 1.3 trilioni zilitumika. Katika kipindi hicho jumla ya barabara zenye urefu wa kilomita 24,979.24 zilifanyiwa matengenezo, kilomita 955.35 zilijengwa kwa kiwango cha lami na kilomita 1016 zilijengwa na kukarabatiwa kwa kiwango cha changarawe. Aidha, jumla ya madaraja 231 yamejengwa kutoka madaraja 2,960 hadi madaraja 3,191 na makalvati 1,325 yamejengwa kutoka makalvati 69,992 hadi makalvati 69,317. Pia katika kipindi hicho mambo yafuatayo yalifanyika: ukusanyaji wa mapato yatokanayo na tozo ya maegesho ya magari, matumizi ya hifadhi ya barabara ulifanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 50.41 toka Julai 2018. Kutokana na changamoto zinazojitokeza wakati wa ukusanyaji wa mapato, TARURA imeanzisha mfumo mpya wa kielektroniki unaojulikana kama TARURA Revenue Management Information System uliotengenezwa na wataalamu wa TARURA kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Fedha na Mipango. Na mfumo huu umeonyesha mafanikio toka ufanyiwe majaribio. Mheshimiwa Waziri, vile tumejenga jengo la ofisi za TARURA katika mji wa Magufuli, Mtumba, na jengo hilo sasa hivi kama unavyojua linatumika. Vile tulihusika kwa kiwango kikubwa sana kwenye usimikaji wa mfumo wa malipo ujulikanao kama mfumo wa malipo serikalini MUSE, ambao ulikamilika na tulianza kutumia toka Julai 2019. Mheshimiwa Waziri, mfumo huu umesaidia kuongeza udhibiti na usimamizi wa rasilimali fedha, ikiwa ni pamoja na kupunguza gharama za uendeshaji na kudhibiti matumizi ambayo hayapo kwenye mpango. Katika kipindi hicho vile Mheshimiwa Waziri, tumesanifu barabara zenye urefu wa kilomita 147.47 na madaraja 39. Vile tumeanzisha na kusajili kitengo cha usanifu na usimamizi wa utekelezaji wa kazi za barabara na madaraja kijulikanacho kama TARURA Engineering and Environmental Consulting Unit. Changamoto iliyopo kwenye kitengo hiki, Mheshimiwa Waziri, ni ofisi pamoja na wataalamu wachache wa maeneo machache ambao ili bado tunalifanyia kazi kwa kushirikiana na bodi ya mfuko wa barabara. Katika utekelezaji wa mpango huu mkakati toka tuanzishwe wa kwanza wa TARURA, Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na changamoto. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni ufinyu wa bajeti usioendana na mahitaji halisi ya matengenezo na maendeleo ya barabara. Lakini hili, Mheshimiwa Waziri, serikali naona imelifanyia kazi, na kama tunavyojua wote katika mwaka huu wa fedha, yani 2021/22,
tumeongezewa zaidi ya shilingi bilioni 449 kwa ajili ya ukarabati na matengenezo ya barabara. Vilevile kuna changamoto ya watumishi hasa wa kada ya uhandisi, mafundi sanifu na maafisa ununuzi, na hili vilevile linafanyiwa kazi. Kwa mwaka uliopita tulipewa kibali cha kuajiri watumishi 95 ambao kwa sasa hivi tunafuatilia tupewe sasa ruhusa ya kwanza kuwarekruti. Lakini kwa kukabiliana na changamoto hiyo watumishi, kama nilivyosema hapo mwanzo, Mheshimiwa Waziri, tunaajiri watumishi wa mikataba na vile vile wakala utaajiri wahandisi 47 na wataalamu wa ununuzi 26 kutokana na hii bajeti ambayo tumeongezewa. Kulikuwa na changamoto ya wadau mbalimbali na haswa kwenye ngazi za halmashauri, wamekuwa wakisema kwamba mgao wa fedha za matengenezo tunazozipokea kutoka Road Fund Board haulingani na mahitaji halisi ya baadhi ya halmashauri. Lakini hili sasa hivi tumelifanyia kazi ambayo karibu itakamilika. Tumepitia upya vigezo vilivyotumika awali, na kama unavyojua vigezo vya awali vilikuwa vimebezi kwenye zile kilomita 56,000 ambazo zilikuwa zimetangazwa kwenye gazeti la serikali. Lakini tunaopitia sasa tutatumia kilomita 144 ambazo zimetangazwa kwenye gazeti la serikali baada ya uhakiki. Kwa hiyo tunategemea kwamba hii changamoto ya mgawanyo ambao ulikuwa unaonekana kwamba kuna maeneo mengine wanafunzi wakati changamoto zao ni kubwa, itakuwa imekwisha kabisa. Na vigezo hicho ambazo tunavitumia kwenye kupitia mgawanyo huo ni urefu wa mtandao wa barabara, hali ya tabaka la barabara yani road surface type, hali ya mtandao wa barabara yani road condition, idadi ya watu, mazingira yenye miinuko na mabonde, na pia vigezo hivyo vitazingatia usawa na ulinganifu, yani equity, equality and equity baina ya halmashauri. Vilevile kulikuwa na changamoto ya kuidhinishwa kwa muundo ambao umependekezwa, na changamoto nyingine ilikuwa vilevile wale watumishi ambao walikuwa na kaimu ngazi za uongozi bado walikuwa hawajathibitishwa kwenye ngazi hizo. Tatizo ambalo sasa hivi muundo tumeupitia tena, tulishauriwa na utumishi kwamba tupitie tena na tumewasilisha utumishi. Kwa hiyo tunasubiri tu kupata kibali ili uanze kutumika, lakini kwenye swala la kuthibitisha watu kwenye zile nafasi za uongozi, mchakato wa vetting umekamilika, na sasa hivi tutakamilisha utaratibu wa confirm kwenye sehemu zao hizo za uongozi. Na hili Mheshimiwa Waziri, lilikuwa lina athiri kidogo kwenye utendaji wa kazi yetu. Kwa hiyo ni matumaini yetu baada ya huu mchakato kukamilika, basi morali itaongezeka. Kuna swala la kujengea, kuna changamoto ya kujengea uwezo wa watumishi ili kuongeza tija, na hili wakala unaendelea kutenga bajeti kwa ajili ya kujengea uwezo wa watumishi, hasa eneo la usanifu, ununuzi na usimamizi wa mikataba, na pamoja na skills za leadership. Na hii itaanza mwaka huu wa fedha wa 2021-2022. Kuna tatizo vilevile la magari, kuna changamoto ya magari ya usimamizi,
lakini hili limekuwa likitatuliwa toka tulipoanzishwa, na kama nilivyotoa taarifa hapo juu kwamba mpaka sasa hivi toka tuanzishwe tumenunua magari 96 na kwenye bajeti hii ambayo tumeongezewa tunanunua magari 100 na magari 20 yatanunuliwa kupitia fedha za mfuko wa barabara. Kwa hiyo jumla ya magari 120 yatanunuliwa katika mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na changamoto pia ya uhaba wa ofisi za TARURA za waratibu wa mikoa na halmashauri. Bado tunaendelea kufanya mazungumzo na taasisi nyingine za serikali katika ngazi ya mikoa ili tuweze kupata nafasi za ofisi kwa ajili ya ofisi zetu zile za kule kwenye mikoa na kwenye halmashauri, na hasa halmashauri wanapojenga majengo mapya tumekuwa tukiwasiliana nao na maagizo yalishatolewa na Katibu Mkuu TAMISEMI kwamba lazima watutengee sehemu ya ofisi za TARURA. Mheshimiwa Waziri, sasa naomba nitoe utekelezaji wa mwaka wa 2020-2021 ambao ndio umekamilisha ule mpango mkakati wetu wa kwanza. Kwa kazi za matengenezo na maendeleo ambazo zinatumia fedha za bodi ya mfuko wa barabara hadi kufikia Juni 30 mwaka 2021, utekelezaji wa bajeti ya mwaka kwa fedha za matengenezo umefikia 38% na matumizi ya fedha ni 72%, ambapo fedha zilizopokelewa ni 93.4%. Aidha, kazi za maendeleo zimetekelezwa kwa 63% na matumizi ya fedha ni 47%, ambapo fedha zilizopokelewa ni 94% ya fedha za bajeti husika. Mheshimiwa Waziri, kazi za matengenezo zilizovuka mwaka kwa maana ya rollover na zinaendelea kutekelezwa ni 12%, na upande wa matumizi ya fedha ni 28%, na kwenye upande wa fedha hizi 28%, 16% kati ya hizo ni kwamba kazi ilishakamilika, iliyobakia ni kufanya malipo. Kazi za maendeleo zilizovuka mwaka na zinazoendelea kutekelezwa ni 37% na fedha ni 53%, na kwenye fedha 16% kati ya hizo kazi imeshakamilika na imebakia kufanya malipo. Kazi zote zilizovuka mwaka, Mheshimiwa Waziri, na fedha zinatarajiwa kukamilika katika robo ya kwanza ya mwaka 2021-2022. Kazi za maendeleo kwa kutumia fedha kutoka serikali kuu. Kwanza kulikuwa na kazi za miradi ya ahadi za viongozi. Fedha za utekelezaji wa miradi hii zinatoka katika mfuko mkuu wa serikali kwa ajili ya utekelezaji wa ahadi za viongozi wa serikali zilizotolewa katika halmashauri 65 nchini. Hali ya utekelezaji, madai ya wakandarasi waliofanya kazi mpaka sasa hivi ni shilingi bilioni 18,854,224,260, na madai yaliyolipwa hadi kufikia Julai mwaka 2021 ni bilioni 17,982,890,580.78. Madai yanayodaiwa hadi kufikia Julai 30, hati za madai ambazo zimeshawasilishwa mpaka sasa hivi ni shilingi milioni 871.33. Miradi hii, Mheshimiwa Waziri, ilitengewa jumla ya shilingi bilioni 32.5 na asilimia ya utekelezaji kifedha imefikia 55.3. Kija upande wa utekelezaji wa kazi, jumla ya kilomita 54.43 kwa kiwango cha lami zimejengwa
kati ya kilomita 64 na kilomita 15 za barabara za changarawe hizo zimekamilika. Na gharama ya mikataba yote ambayo tumeingia mpaka sasa hivi ina jumla ya shilingi bilioni 30.31. Mradi wa barabara katika mji wa Magufuli Utumba, ambao barabara zinazojengwa pale zina jumla ya kilomita 51.2 na zinajengwa kwa kiwango cha lami kupitia bajeti ya mwaka 2019-20. Mpaka sasa utekelezaji zimeshajengwa kilomita 34 kwa kiwango cha lami na jumla ya shilingi bilioni 43.9 zimeshatumika kati ya bilioni 89.1 ambayo ndio gharama ya mradi. Mradi huu Mheshimiwa Waziri ulianza tarehe 9, mkataba ulisainiwa kazi ilianza tarehe 9 Januari 2020 na tarehe ya awali ya kukamilisha kazi ilikuwa iwe tarehe 31 Julai 2021. Lakini kutokana na changamoto ya upatikanaji wa simenti, ilikuwa vile na kazi za earthwork ambazo ziliongezeka, ndio imesababisha sasa muda wa ukamilishaji wa kazi hizo uongezwe hadi tarehe 31 Disemba mwaka 2021. Miradi ya maendeleo inayogharamiwa na fedha za misaada na mikopo kutoka kwa wadau wa maendeleo. Utekelezaji wa miradi hii ikiwa ni pamoja na bajeti, fedha zilizopokelewa, miundombinu iliyojengwa na inaendelea kujengwa na hatua iliyofikiwa kutekelezwa imeonyeshwa kwenye jedwali ambalo nadhani imeonyeshwa kule kwenye screen. Mheshimiwa Waziri, sasa naomba nizungumzie mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha wa 2021. Hii bajeti ndio ambayo nilishasema kwamba tumeongezewa zaidi ya shilingi milioni 449 na jumla ya bajeti ambayo imeidhinishwa kwa mwaka huu ambao tumeanza Julai ni shilingi bilioni 934.09 kutoka vyanzo mbalimbali kama inavyoonekana kwenye jedwali ambayo linaonyeshwa kwenye screen. Fedha toka mfuko wa barabara ni za matengenezo ni bilioni 243.15. Fedha toka mfuko wa barabara kwa ajili ya maendeleo, yani development works, ni shilingi bilioni 27.02. Na fedha toka mfuko mkuu wa serikali kuna shilingi bilioni 127.5 zilizotolewa awali, lakini kuna vile bajeti inayotokana na tozo ya mafuta ambayo ni shilingi bilioni 322.13. Vile kuna fedha toka kwa wadau wa maendeleo kwa maana ya EU na World Bank kwa miradi wa EU unajulikana kama AgriConnect, na miradi ya World Bank iko miwili, ni ule wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam na mradi wa RISE, ni mradi wa uboreshaji roads to inclusion and social economic opportunity, ambao jumla ya fedha zinazotolewa na hao wadau ni bilioni 214.29. Bajeti hii imeongezeka kwa kiwango zaidi ya 60%, Mheshimiwa Waziri, na kwa sisi upande wa TARURA tumejiwekea mkakati kutokana na ongezeko la bajeti hii, lakini na changamoto tulizonazo. Kwa hiyo kufuatia ongezeko la bajeti hii, wakala wamejipanga kufanya kazi kupitia mikakati ifuatayo.
Kwanza, katika kuharakisha mchakato wa manunuzi, tumetengeneza timu maalum makao makuu ya kufuatilia kila wiki mwenendo wa jinsi hatua za manunuzi kwenye mikoa yote 26 inavyoendelea, na hii imetusaidia sana, ambapo mpaka tarehe 10 Agosti 2021 mikataba 395 imekwisha sainiwa kwa ajili ya utekelezaji wa kazi za 2021-2022. Mikataba mingine 324 inatarajiwa kusainiwa kabla ya tarehe 20 Agosti na kufanya mikataba yote ambayo itawekwa saini kuwa 719. Kwa ujumla, miradi yote ya matengenezo ambayo ina thamani imetengewa bajeti ya bilioni 243 na ile ya maendeleo ambayo imetengewa bilioni 23.4 toka mfuko wa barabara zote hizo, halafu na miradi ya maendeleo kwa fedha za toka serikali kuu, kwa maana ile ya shilingi bilioni 127.5 ina jumla ya zabuni 1345. Kati ya hizo, Mheshimiwa Waziri, zabuni 1222 zimekwisha tangazwa, ambayo ni sawa na 91%, na asilimia kidogo iliyobakia ipo katika hatua ya usanifu. Aidha, katika bajeti ya nyongeza ya shilingi bilioni 322, zabuni 6 za miradi mikubwa ambayo usanifu wake ulifanyika awali umekwisha tangazwa, na kuna madaraja makubwa 3, barabara za lami 3 zenye urefu wa kilomita 33.27. Zabuni nyingine kwa bajeti hii zipo katika hatua za maandalizi ya nyaraka za zabuni, ikiwa ni pamoja na kufanya usanifu. Kwa mwelekeo huu ambao nimeutaja hapo juu, Mheshimiwa Waziri, manunuzi ya kazi zote kwa bajeti ya 21-22 yanatarajiwa kukamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba 2021. Vilevile, kwenye hii bajeti mpya kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya vitendea kazi, tayari tumeruhusiwa kununua magari 100 na vifaa vya tehama kwa ajili ya watumishi wa kada za uhandisi ambao watakuwa ni 52 na wataalamu wa ununuzi 26 kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya upungufu wa wataalamu wa kada hizi. Vilevile, kwenye utekelezaji tutaajiri wahandisi washauri watakaosimamia miradi mikubwa ya madaraja na barabara. Na la mwisho, kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya ucheleweshaji wa vibali vya misamaha ya kodi kwenye miradi, TARURA imeshakwisha wasilisha TRA maombi 66, na maombi haya yanatoka mkoa wa Morogoro ambapo kulikuwa na mikataba 32 na mkoa wa Mara kuna mikataba 32, na mikataba iliyobaki ya hapa makao makuu kwa ajili ya kupata msamaha wa kodi, yani VAT exemption. Kama mnavyojua, vilevile kuna mradi wa barabara wa kuongeza fursa za kiuchumi na kijamii nchini unaojulikana kama RISE. Mradi huu ambao ni wa miaka 6 umeanza kutekelezwa tarehe 1 Julai 2021 na unakadiriwa kugharimu dola za Kimarekani 350. Dola za Kimarekani 300 ni mkopo wa masharti nafuu kutoka Benki ya Dunia, na dola milioni 50 ni mchango wa serikali ya Tanzania. Mheshimiwa Waziri, mradi huu utajenga kilomita 535 za lami, kilomita 400 zitakuwa chini ya TARURA na kilomita 135 zitakuwa chini ya TANROADS. Aidha, yatafanyika matengenezo ya sehemu korofi kilomita 2009 na matengenezo ya kawaida kilomita 1027. Mkataba wa mkopo huu kati ya serikali na Benki ya Dunia
unategemewa kusainiwa wakati wote, na utekelezaji wa mkataba huu utaanza rasmi tarehe 27 Agosti 2021. Mradi utaanza na ujenzi wa barabara za Wenda Mgama kilomita 19 na Mtili Fwagi kilomita 14 zilizopo kwenye halmashauri za wilaya za Iringa na Mufindi mtawalia, na sasa zipo kwenye hatua za awali za manunuzi. Vilevile usanifu wa barabara 50 za mwanzo kwa kila halmashauri utaanza kwa halmashauri za Ruangwa, Mbogwe na Handeni. Vilevile tutakuwa na mradi wa uendeshaji wa bonde la Msimbazi ambao na wenyewe uko kwenye hatua za mwisho za matayarisho, na kazi za ujenzi wa mradi huu zinatarajiwa kuanza mwaka 2023. Tutakuwa vilevile na mradi wa uendelezaji wa miji 45. Mradi huu uko kwenye hatua za maandalizi ambapo mikataba ya kufanya usanifu wa miradi katika miji 12 ya mwanzo itasainiwa mwezi Septemba 2021, na maandalizi ya nyaraka muhimu zinazohusiana na masuala ya kijamii na mazingira yanaendelea na zitakamilika mwezi Disemba 2021 kwa ajili ya kupata idhini ya Benki ya Dunia ili mkataba wa mkopo kati ya serikali na benki usainiwe. Inategemewa kazi za ujenzi zinatarajiwa kuanza mwaka wa fedha 2023. Sasa kufuatia kuisha kwa mpango wa mkakati wa kwanza wa TARURA, mkakati wa pili sasa unaanza 21-22. Utekelezaji wa mpango mkakati huo unakusudia kuzitunza barabara zilizo katika hali nzuri na za wastani kubaki katika hali hiyo, kufanya barabara za matarajio yetu kuwa mtandao wa barabara za lami utaongezeka kutoka kilomita 2404 hadi kilomita 3855, changarawe kutoka kilomita 29,116 hadi kilomita 102,354, na madaraja toka 2,812 hadi 6,680. Fedha zitakazotumika kwenye mpango huu zinakadiriwa kuwa shilingi trilioni 3.9. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, wakala utaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria, taratibu na weledi ili kufikia malengo yake na hivyo kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji vijijini na mijini. Napenda nichukue fursa hii kushukuru Ofisi ya Rais TAMISEMI chini ya uongozi wako Mheshimiwa Waziri na manaibu waziri, katibu mkuu na manaibu katibu mkuu wote kwa ushauri na miongozo mliokuwa mkipatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Pia niwashukuru watumishi wenzangu kwa ushirikiano wanaonipa katika utekelezaji wa majukumu ya kusimamia ujenzi na matengenezo ya barabara vijijini, ikiwa ni pamoja na bodi ya ushauri na wale wadau wetu muhimu wote. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha. Tumpigie tena makofi mtendaji mkuu wa TARURA na kushukuru sana mhandisi Victor Seif kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, tunaiona na bila shaka Watanzania wanaona na wanatambua kabisa mchango mkubwa unaofanya. Na kule vijijini TARURA kwa kweli tunaona kazi zenu, tunaona tangu kukabidhiwa kijiti kuendesha hizi barabara zilizokuwa zinasimamiwa na halmashauri zetu, tunaona mafanikio makubwa kwa kweli na mabadiliko makubwa katika maeneo ya vijijini kule mnapohudumia. Tumeziona hizo barabara ambazo ndizo zinazokuza uchumi kuanzia kule vijijini mpaka uchumi wa taifa, kwa sababu sasa wakulima, wafugaji wanaweza kufikisha mazao yao mijini kule kwenye masoko makubwa kwa wakati mwafaka. Sasa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, baada ya kupata hiyo hotuba au maelezo ya mkuu wa TARURA, mtendaji mkuu wa TARURA, basi kwa ruhusa yako, kwa heshima na taadhima, nimkaribishe naibu waziri
ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Ernest Silinde aweze kusema mawili matatu basi, alafu atufanyie kazi ya kukukaribisha Mheshimiwa mgeni wetu rasmi uweze kutuzindulia hii kauli mbiu ya TARURA. Mheshimiwa Ernest Silinde, karibu. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Umi Mwalimu, Mheshimiwa Katibu Mkuu Profesa Shemdoe, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI anayesimamia elimu, ndugu yangu Gerald Mweli, mtendaji mkuu wa TARURA Dr. Seif, mwenyekiti wa bodi na wajumbe wote wa bodi ya TARURA, mkurugenzi wa miundombinu Ofisi ya Rais TAMISEMI Moga, wakurugenzi wote wa Ofisi ya Rais TAMISEMI ambao mmefika hapa, wahandisi wote ambao ni mameneja wa TARURA mikoa na wilaya, wadau wote ambao tumeongozana leo pamoja, niseme itifaki imezingatiwa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, cha kwanza kabisa ni kupongeze wewe binafsi kwa kuitisha mkutano huu. Mimi nafahamu wazo la mkutano wa kuita wote lilikuwa ni wazo lako wewe, kwa kushirikiana na mtendaji mkuu umefanikisha mkutano huu vizuri sana. Kwa hiyo nikupongeze sana kwa hilo. Lakini jambo la pili, kupitia mkutano huu nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Hassan Suluhu, moja, kwa kukubali kuiongezea fedha TARURA mpaka leo tunapokutana hapa kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu. TARURA tumepata fedha nyingi sana. Ukiangalia bajeti ambayo imekuwepo kwa miaka yote, fikiria kutoka bajeti ya bilioni 275 mpaka bilioni 934, kwa kweli ni hatua kubwa sana katika historia ya nchi yetu. Kwa hiyo nipongezi sana kwa Mheshimiwa Rais kwa kukubali, lakini vile vile nipongezi vile vile kwa Bunge kupitia spika wetu Bwana Job Ndugai kupitisha chanzo kile cha fedha ambacho leo TARURA tumefikia hapo. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, naamini kabisa mkutano huu na malengo ambayo tumejiwekea, na ninaamini mara baada ya mkutano huu yale malengo yote na mikakati ambayo tutaijadili hapa yatakwenda kukamilika kama ambavyo tumekusudia. Na niseme tu kwamba Mheshimiwa Waziri wa Nchi na watendaji wetu wote wa TARURA katika ngazi za mikoa na wilaya, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa chini ya Waziri wa Nchi Mheshimiwa Umi Mwalimu, tuna imani kubwa sana na nyinyi na utendaji wenu. Tunaamini kabisa kwamba haya malengo ambayo tumejiwekea na ile ongezeko la fedha ambalo tumelipata, ninaamini yatakwenda kuleta matokeo chanya, na kufanya hivyo tutakuwa tujamwangusha Mheshimiwa Rais ambaye yeye ndiyo amekubali kwa moyo wake mkunjufu kuongeza fedha nyingi kwa kiasi hiki kwa mara ya kwanza katika historia yetu. Kwa hiyo nisiseme sana kwa sababu mwenye mkutano ni wewe Waziri wa Nchi. Niseme tu karibu kufungulia mkutano wetu ili tuweze kuanza. Karibu sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi. Mheshimiwa David Silinde,
Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais anayeshughulikia elimu, Profesa Riziki Shemdoe, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI, asante. Nadhani niigue maski ndio mtaongea vizuri. Tunaye pia Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI anayeshughulikia elimu, Gerard Mweli, Mwenyekiti wa Bodi ya Ushauri TARURA, Mtendaji Mkuu wa TARURA Injinia Victor Seif, Mkurugenzi wa miundombinu Ofisi ya Rais TAMISEMI Injinia Moja, wakurugenzi wengine ambao mko hapa kutoka Ofisi ya Rais TAMISEMI na wakuu wa vitengo, makatibu tawala wasaidizi, sekretarieti za mikoa na ushughulikia miundombinu, wakurugenzi na wakuu wa vitengo wa TARURA, waratibu wa TARURA mikoa, mameneja wa TARURA katika ngazi za wilaya na watendaji wengine kutoka Ofisi ya Rais TAMISEMI na TARURA ambao wako hapa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naona kama kidogo mmetoka wakati tunaenda kufanya kazi kubwa ya kujenga na kuboresha miundombinu ya barabara nchi nzima. Lakini awali ya yote na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini nishukuru sana kwa kupata fursa hii ya kushiriki katika mkutano huu wa kazi wa kujadili utekelezaji wa kazi za barabara za vijijini na mijini ambazo kisheria zinajulikana kama barabara za wilaya, district roads, zinazosimamiwa na wakala wetu wa barabara mijini na vijijini TARURA. Amesema vizuri Naibu Waziri. Kwa nini tumefurahi kuona kwamba leo tunakutana hapa? Wakati tumeingia Ofisi ya Rais TAMISEMI, moja ya changamoto au malalamiko makubwa ambayo tumeyakuta pale ni uwezo wa kifedha wa TARURA katika kutekeleza majukumu yake, na suala hili tuliliwasilisha kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na akatuelewa. Na bahati nzuri Mheshimiwa Rais katika kampeni, kipindi cha kampeni, alipita takriban mikoa yote 26 ya Tanzania na anazifahamu vizuri hali za barabara. Kwa hiyo tunafurahi kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alikubali ombi letu la kuongeza fedha kwa ajili ya kazi za ujenzi na maboresho ya barabara. Kwanza tukapata fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali bilioni 127. Haijawahi tokea tangu TARURA imeanzishwa kukawa na fedha kutoka serikali kuu nje ya fedha kutoka kwenye mfuko wa barabara, road fund. Tunashukuru, lakini kwa sababu rais wetu ni msikivu na bado waheshimiwa wabunge, na kama alivyosema Mheshimiwa Silinde, tunawashukuru sana na wenyewe wakaendeleza kilio cha barabara ndani ya bunge, na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akalisikia kilio cha wabunge chini ya Spika Jobu Ndugai, na ndipo kukaja chanzo kipya cha tozo hii ya mafuta ambapo TARURA sasa itapata bilioni 326 sambamba na 127. Kwa sababu kisingizio fedha hizi ni nyingi, lakini wote tunakubaliana fedha hizi ni zaidi ya mara 3 ya fedha ambazo TARURA ilikuwa inapata. Kwa hiyo nataka tukitoka hapa, Katibu Mkuu na timu yako, ndani ya siku hizi 3 tuondoke na uelewa mmoja. Mkishindwa kuperform katika kusimamia kazi za matengenezo na ujenzi wa barabara,
mfahamu kwamba mtanyooshewa vidole na hamtaaminika mbele ya macho ya Watanzania. Kwa hiyo nimeona nafurahi kwamba mkutano huu utajikita katika kukumbushana miongozo mbalimbali iliyotolewa, lakini pili, kutoa maelekezo kwa ajili ya kuongeza ufanisi. Tunataka ufanisi katika utekelezaji wa kazi zenu, na amesema vizuri Naibu Waziri Mheshimiwa Silinde, mimi na wenzangu ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na viongozi wetu wakuu wa nchi, tukianza na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, tuna imani na utendaji na uwezo wa TARURA katika kusimamia matengenezo na barabara. Kwa hiyo na bahati nzuri kila mtu alikuwa anasema hebu tuwape fedha. Kwa hiyo Engineer Victor, mwenyekiti wa bodi na watendaji wetu wa TARURA, fedha awamu ya 6 imewapa. Kazi kwenu, kazi kwenu. Kwa hiyo tunataka tuone tija katika suala zima la utekelezaji wa kazi za barabara vijijini na mijini. Na kubwa ambalo kwa kweli tunalishukuru ni vision ya awamu ya 5 chini ya rais wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli ya kuanzisha wakala wa barabara kwa ajili ya kutekeleza kazi mbalimbali za barabara vijijini na mijini. Na nimefurahi kusikia kwamba sasa katika kikao hiki pia kwamba mtafanya mapitio ya utekelezaji wa kazi za TARURA kwa kipindi cha miaka 4 toka wakala umeanzishwa, na mpango mkakati wa pili wa miaka 5, ambapo sasa serikali ya awamu ya 6 inakwenda kuendeleza kazi kubwa na nzuri ambayo ilianzishwa na serikali ya awamu ya 5 kwa kuanzisha TARURA. Na nimefurahi kuona kauli mbiu ya mpango mkakati wa pili wa ujenzi na hivi mnatumia neno ujenzi au ni utekelezaji? Ujenzi na maboresho, ujenzi na nini? Ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara za mijini na vijijini. Kauli mbiu inasema TARURA tunakufungulia barabara na kukufikisha kusikofikika. Tunataka tuone, je, kauli mbiu hii ni ya kwenye makaratasi au nikienda Nkasi nitaona TARURA inawafikisha wanankasi wasikofikika? Nataka nione nikienda Uvinza, nikienda Mlele, nikienda Babati, nikienda Mbeya, kwamba hii kauli mbiu isiwe tu ni kauli mbiu ambayo tutaizindua leo kwamba TARURA inafungulia barabara na kufikisha kusikofikika, kumbe ni kauli mbiu ya kwenye makaratasi. Kwa ndugu zangu, nataka niwaambie mna kazi kubwa. Mwaka huu mmoja ndio mwaka wa kuwapima. Je, kile kisingizio hamna fedha kilikuwa ni kisingizio au ni kisingizio kwamba hamna uwezo na ubunifu na utashi wa kufanya kazi ambazo mnatakiwa kufanya? Kwa mwenyekiti wa bodi, nataka niseme matarajio ya serikali kwa TARURA ni makubwa sana. Matarajio ya Watanzania kwa TARURA ni makubwa sana. Kwa hiyo tunaomba msituangushe, nendeni mkaonyeshe kwamba TARURA ni taasisi sahihi ya kwenda kufungua barabara za mijini na vijijini. Kwa hiyo kupitia mkutano huu nategemea kwamba mtakuwa chachu katika kufanikisha utekelezaji wa malengo 3. Lengo la kwanza, kusimamia kazi za ujenzi na matengenezo ya miundombinu ya barabara na madaraja. Kama nilivyosema, serikali inatumia fedha nyingi kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara. Pili, tunataka muhakikishe kuwa miradi inayotekelezwa inalingana na thamani ya fedha zilizotumika. Tunataka kuona value for money. Ukisema barabara hii ya kilomita 10 ilikuwa udongo, tumeipeleka kwenye changarawe, tunataka nyinyi wenyewe mjiridhishe, je, ndiyo thamani halisi ya fedha ambayo imetumika.
Alafu kwenye hili katibu mkuu na mwenyekiti mtaliangalia. Nafahamu kwamba kuna estimate kwamba kilomita moja ya changarawe ni milioni 50. Lakini siamini kwamba lazima kilomita moja ya changarawe itumie milioni 50. Alafu tunasema kilomita moja ya lami katika ile mnasema lami ambayo sio nzito ni milioni 500. Kwa hiyo sawa, ni vizuri mkawa na estimate, lakini pia tunataka tujiridhishe, je, ni kweli kila kilomita moja ya changarawe inagharimu milioni 50? Je, ni kweli kila kilomita moja ya lami za barabara za TARURA inagharimu milioni 500? Kwa hilo ni jambo ambalo naamini katibu mkuu na wote hapa mtalijadili katika kikao hiki. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba matarajio ya wadau hususan wa Tanzania na wabunge, kwa sababu ni waeleze TARURA, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Spika Job Ndugai wana matarajio makubwa sana kwamba sasa hivi TARURA inakwenda kuperform, inakwenda kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini kubwa ni matarajio ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara za mijini na vijijini inakuwa ni miundombinu bora ambayo itaweza kuchangia katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo ndugu washiriki wa kikao hiki, ameeleza vizuri mkurugenzi mtendaji wa TARURA kwamba wakati wakala unaanzishwa mtandao wa barabara ulikuwa kilomita 108,946, lakini sasa hivi umeongezeka hadi kufikia kilomita 144,429 kama zilivyotangazwa katika gazeti la serikali namba 463 la tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2021. Kwa hiyo sambamba na kuongezwa fedha, lakini pia tumeongezwa mtandao wa barabara za wilaya takriban kilomita 1035, na hii pia ni kutokana na ongezeko la maeneo ya kiutawala kwa maana ya mikoa, wilaya na vijiji. Sina haja ya kurudia kazi ambazo zimefanyika katika kipindi cha miaka minne, lakini kubwa ambalo nataka kulisisitiza ni dhamira ya dhati ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kutatua changamoto za miundombinu ya barabara, hususan barabara za vijijini. Na tumeona kama nilivyoanza kueleza jinsi gani tunatatua changamoto za barabara za mijini na vijijini ni kupitia ongezeko la bajeti hii ya fedha kutoka bilioni 273 kwa mwaka wa fedha 2020 na 2021 hadi shilingi bilioni 966.43 kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo Watanzania wanataka kuona. Je, fedha hizi ambazo ndani ya mwaka mmoja zimeongezeka zaidi ya mara 3 kutoka bilioni 273 hadi bilioni 966, tutaona kazi ya shilingi bilioni 966. Kwa hiyo mtendaji mkuu ameonyesha kwamba barabara za lami zitaongezeka kutoka kilomita 2404 mwaka huu hadi kilomita 2642. Kwa hiyo mwaka huu kuanzia Julai hadi Juni tutajenga kilomita 238 za lami. Naamini tutaziona kilomita za lami zenye ubora. Lakini kubwa ni kilomita za changarawe. Kwa mujibu wa mtendaji mkuu zitaongezeka kutoka kilomita 29,166 hadi kilomita 41,155. Narudia tena. Je, tutaona ubora wa hizi kilomita zilizoongezeka za changarawe 11,989 katika halmashauri zetu 184 nchini? Na madaraja tumeeleza kwamba ni madaraja 736. Kwa hiyo la kusisitiza ndugu zangu ni ile
Nimefurahi kuona kwamba na mtendaji mkuu amekuja sasa na vision, wapi tunaifikisha TARURA katika miaka 5 inayokuja. Tutajenga kilomita ngapi za lami, tutajenga kilomita ngapi za changarawe, na tutajenga madaraja mangapi. Kubwa, nimepata faraja kwamba kama tutatekeleza vizuri mpango mkakati wa TARURA wa miaka 5 ambao tutauzindua leo, ni kwamba tutajenga kilomita za changarawe 73,242. Kwangu mimi, kama tutafanya hivi, kwa kweli haya ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu sasa hivi asilimia 70 za barabara zetu ni udongo, si ndio? Yes, asilimia 70 ni za barabara zetu ni za udongo. Kama kweli ndani ya miaka 5 huu mkakati ambao tunauzindua leo utatuongezea barabara za changarawe kutoka 29,116 hadi kilomita 102,354, kwa kweli tutakuwa tumechangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya nchi yetu, hususan kukuza uchumi wa nchi. Kwa hiyo mimi niwahakikishie, nimeona kwamba mnahitaji trilioni 3.6 kwa miaka 5, na mnaiona dhamira ya dhati ya Rais Samia. Kama mwaka mmoja tayari kuna bilioni 966, sioni wapi Rais Samia atashindwa kupata trilioni 3.6. Sioni kabisa ni wapi Rais Samia atashindwa, na ninavyomjua Rais Samia ni nyie wenyewe kujipanga. Hizi trilioni 3.6 ana uwezo wa kuzitafuta ndani ya miaka 3. Maana yake twendeni tukaonyeshe kwamba bilioni 966 tunaziweza, na tutafanya kazi badala ya mwaka mmoja, tutafanya miezi 9, kazi yenye ubora na yenye ufanisi na yenye viwango vinavyohitajika. Nataka kuhakikishia tena, injinia mwenyekiti wa bodi, mnazungumzia trilioni 3.6 kwa miaka 5. Ninamjua Rais Samia Suluhu Hassan, dhamira yake ya kufungua barabara za vijijini, dhamira yake ya kuboresha barabara za vijijini. Hii fedha sina shaka Mheshimiwa Rais ataweza kuipata. Kwa hiyo mimi naomba nisisitize mambo makubwa kama 5. Jambo la kwanza, tunapoongelea ongezeko la fedha za matengenezo na ujenzi wa barabara, kuna mambo lazima yafanyiwe maboresho. Jambo la kwanza, pamoja na vigezo vingine vilivyopo vya kuweka vipaumbele vya barabara, ni vyema kigezo cha urefu wa barabara kulinganisha na ukubwa wa maeneo kikazingatiwa. Kwa mfano, nilikuwa Tanganyika, wilaya yenyewe ya Tanganyika ina mtandao wa barabara kilomita 1,800, lakini naomba nitoe kwanza wilaya ya Mlele. Kwa mfano, halmashauri ya wilaya ya Mlele ina mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 156.9, lakini ukubwa wa halmashauri ya Mlele ni kilomita za mraba 13,959. Sasa unapotoa fedha ya barabara kwa kuzingatia mtandao wa barabara bila kuzingatia ukubwa wa eneo, kuna halmashauri hatuzitendei haki. Kwa mfano, halmashauri ya manispaa ya Moshi, na sisemi kwamba Moshi wasipewe fedha, lakini Moshi ina ukubwa mita za mraba, halmashauri ya Moshi ina urefu wa ukubwa wa barabara, halmashauri yenye urefu mkubwa wa barabara kulinganisha na ukubwa wa eneo ni halmashauri ya manispaa ya Moshi, ambayo road density kwa mita za mraba ni 50, mita za mraba 50 ni 309. Hivyo tofauti iliyopo ni kubwa sana
kati ya 0.6 hadi 300, sijui kama nimeeleka vizuri. Mlele ana kilomita za barabara, ana urefu mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 156 na ukubwa wa eneo la Mlele ni kilomita za mraba 13,959. Ukifanya road density kwa mita za mraba 50 inakuwa ni 0.6. Sasa mchukulie manispaa ya Moshi ambayo kilomita zake ukichukua road density ya Moshi kwa mita za mraba 50 ni 309. Hivyo tofauti iliyopo ni kubwa sana. Unaiona Mlele ni 0.6, Moshi anapata 309. Nadhani mmenielewa nilichokuwa nasema. Lakini pia nilikuwa Mlele, Tanganyika mtandao wake wa barabara unakuta Tanganyika yuko hapa. Tulikuwa wote engineer. Mna mtandao wa kilomita ngapi? 1800, si ndio? Ni 1800. Alafu Siha ana mtandao wa barabara kilomita ngapi? Siha? Naomba mumpe mic. Nataka pointi yangu muielewe. Naomba mumpe mic atuambie Tanganyika nilikokuwepo, alafu aniambie na Siha ana kilomita ngapi. Alafu wote mnaangalia. Naomba uniambie ukubwa wa eneo na kilomita zako za mraba, za barabara. Tuanze na Siha kwanza. Siha una ukubwa gani wa eneo? Sorry? Alafu sisikii vizuri. Yaani PI system sio nzuri. Siha, lakini area coverage ya Siha ni ngapi? Okay, haya. Okay, Mlele una mtandao wa barabara kilomita ngapi? Lakini nadhani pointi yangu imeeleweka. Yaani tuangalie, mimi natoka Tanga City Council. Nina kilomita za mraba 600 hivi, asifiki hata 600. Lakini mtandao wangu wa barabara, Engineer Mwambene, mtandao wa barabara Tanga ni ngapi? Tanga tuna mtandao refu kilomita ngapi? Tuna kilomita 800. Okay, kwa hiyo angalau okay, sawa. Haya, Tanganyika Elfu mia nane 1161. Yes. Okay, asante. Kwa hiyo point yangu ni kwamba mwenyekiti wa bodi pamoja na mtendaji mkuu, ninachotaka tunapogawa rasilimali fedha ni muhimu tukaangalia kigezo cha urefu wa barabara kulinganisha na ukubwa wa maeneo husika ili tutende haki. Maana yake pia twendeni tukafungue barabara, kwa sababu kuna halmashauri ina eneo kubwa lakini barabara hazijafunguliwa, kwa matokeo yake inajikuta ina mtandao mfupi wa barabara na inapata fedha kidogo. Kwa hiyo ninataka kuelekeza pamoja na vigezo vingine ambavyo mnatumia kwa ajili ya kugawa rasilimali fedha, lakini kigezo hiki ambacho ninakisema pia kinatumika kimataifa, ambacho kinatumika kimataifa pia ni lazima kitumike katika ugawaji wa rasilimali fedha katika ujenzi wa barabara. Kwa hiyo ni vyema kuanzia sasa kigezo hiki kikazingatiwa, lakini aidha fursa za kiuchumi na kijamii pia zipewe umuhimu ili kuweza kuongeza mtandao wa barabara katika maeneo ya vijijini. Kwa hiyo mnapokaa kupendekeza maeneo ya kufungua barabara au ya kujenga barabara, lazima tuangalie fursa za kiuchumi na kijamii. Sio tujipelekee tu barabara ambapo labda hakuna economic activities zozote ambazo zinaweza kuchangia pato la taifa. Lakini jambo la pili ambalo nataka kulisisitiza, uandaaji wa miradi uzingatie maeneo yote ya nchi na si kujirudia kwenye baadhi ya maeneo. Na kwenye hili nataka nikiri kidogo nikwamishe mradi wa TACTIC. Kwa sababu naangalia
unatoka Tanganyika, umetoka Mlele, umetoka Nsimbo, hana hata kilomita moja ya barabara, umetoka jana nilikuwa Njombe DC, hana kilomita ya barabara. Alafu huyu mwenye nyingi Tanga, Dodoma, Mwanza, majiji 45 wanapewa fedha za tactic, alafu watapata zaidi ya kilomita 10. Sasa nikamwambia katibu mkuu, it's very unfair. Yani kuna halmashauri haina hata kilomita moja ya barabara, alafu tunawapa hawa wenye kilomita kama 20, tunaongeza kilomita nyingine 20. Lakini nashukuru nimejadiliana na waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, maana nikasema nafumua huu mkeka, ni bora kila halmashauri yapate kilomita 5 za lami. Sasa msinishangilie kwa sababu wale wabunge 45 nadhani wangeniazimia bungeni. Lakini namshukuru Mungu, waziri wa fedha ameniambia, waziri, naielewa konsani yako, kwa sababu lazima tutende haki. Kuna maeneo hayana kabisa barabara wala hayafikiki. Lakini namshukuru waziri wa fedha na timu yake, ameniambia, waziri, acha tuendelee na huu mradi wa tactic wa manispaa, miji na majiji 45, lakini tuandae andiko la kujenga barabara za lami katika halmashauri zitakazokuwa hazijapata. Kwa hiyo hili katibu mkuu na timu yako tulifanyie kazi. Lakini tuna jambo pia tunaliandaa na Dr. Hante, mkurugenzi wa idara ya uendelezaji miji na vijiji. Ana idea yake ya miji midogo inayochipukia. Dr. Hante ni sahihi, miji midogo inayochipukia. Kwa hiyo tukaangalia tunaendaje kuchagiza maendeleo ya ujenzi wa miundombinu katika miji midogo inayochipukia. Kwa hiyo tunadhani pia tuchukue halmashauri zote 184, tu-identify kata 2 za pembezoni katika halmashauri. Tutapata halmashauri kata 184 times 2 368. Kwa hiyo sasa ndio tunataka hebu twende tukaeke miundombinu ya barabara kwenye kata hizo 368. Lakini narudia kwenye ajenda yangu ya kuainisha na fursa za kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia tunalifanyia kazi, na kwa sababu suala la kutatua changamoto za miundombinu ya barabara ni kipaumbele cha Rais Samia Suluhu Hassan, tunaamini kwamba tactic itapita, lakini na andiko hili la kuwezesha ujenzi wa barabara katika halmashauri za vijijini nalo pia litapita, pamoja na kufungua fursa za kiuchumi katika kata za pembezoni au katika miji inayochipukia. Tumeona tufanye sasa hivi, kwa sababu unasubiri ndio mnajikuta kwamba mji unakuwa, ukishakuwa miundombinu ya barabara haipitiki, watu wamejijengea ovyo. Kwa hiyo tunaona ipo haja pia ya kutumia hiyo fursa. Jambo la tatu, ninahitaji muwashirikishe wadau katika kuandaa mipango na kutoa taarifa za utekelezaji ili kuondoa malalamiko yaliyopo. Na malalamiko makubwa, ndugu zangu, nadhani mnafahamu, wa mabaraza ya madiwani wanaona mmewatenga. Yaani TARURA ilivyoondolewa, wale masuala ya matengenezo na ujenzi wa barabara yalipohamishwa kutoka kwenye halmashauri na kupelekwa TARURA, ni kama mkafunga kabisa mawasiliano. Hamna mawasiliano au mahusiano ya karibu na mabaraza ya madiwani. Kwa hiyo katika hili nadhani mmenisikia, nilieleza kwenye bunge la bajeti 2021 kwamba kuanzia sasa ni lazima muwashirikishe mabaraza ya madiwani katika kupitia na kukubaliana vipaumbele vya barabara zipi au madaraja yapi yatatengenezwa au yatajengwa. Kwa hiyo mnaporudi, bajeti hii imepita, mabaraza ya madiwani yatapitisha bajeti Machi, kila mwezi Machi ndio wanapitisha bajeti. Kwa hiyo kuwe na siku moja mtakuwa mnapeleka mapendekezo na mipango yenu kwenye baraza la madiwani ili kupokea maoni na ushauri.
na tunahitaji ushirikishaji huu ukawa ni ushirikishwaji kweli. Nafahamu katika hizi milioni 500 ambazo Rais Samia amezitoa kila jimbo kwa ajili ya barabara, tayari katika baadhi ya halmashauri kumetokea mivutano. Kuna madiwani wanasema ni bora tugawane milioni 20 kila kata badala ya kupelekwa katika maeneo mawili au matatu. Kwa hiyo mimi maelekezo yangu kwenu mameneja wa TARURA wa wilaya ni kutumia nyinyi kazi yenu ni kushauri. Mkiona wanavutana, basi maamuzi yatafanywa na TARURA mkoa kwa kuzingatia ushauri mnao kutoa. Lakini na mimi naendelea kuwarai na kuwasihi madiwani wenzangu, tuzingatie ushauri wa wataalamu. Maana tunataka fedha hizi za Rais Samia zilete matokeo yanayoonekana, ziwe na impact. Mkisema kila kata mgawanye 20,20, tutashindwa kuonyesha thamani ya milioni 500 aliyotupa Rais Samia. Kwa hiyo niwaombe sana, nitumie kikao hiki kuwaomba waheshimiwa madiwani wenzangu, tuzingatie ushauri wa wataalamu wa TARURA. Mmeomba kushirikishwa, ofisi ya Rais TAMISEMI tumekubali mtashirikishwa, lakini suala hili lisiwe ndio chanzo cha migogoro ndani ya halmashauri na barabara kutojengwa au kutofanyiwa marekebisho. Na kuna halmashauri moja ya Dar es Salaam, mbunge ananilalamikia milioni yani kwanza na washangaa, wanagombea milioni 500 wakati makusanyo yao ya ndani ni zaidi ya bilioni 60. Na nilielekeza kwenye bilioni utakazokusanya, yani wanagombea 500 ya Mama Samia, wakati wangeweza kwenye makusanyo yao ya ndani wakagawana hizo milioni 50 kwa ajili ya kutengeneza barabara. Sihitaji hapa, lakini nitaenda Dar es Salaam nikawaeleza. Kwa sababu hizi hela za Rais Samia ni kama anatupima TARURA aone, je, kazi mtafanya au kazi hamfanyi. Kwa hiyo mimi niwahakikishie, mimi na katibu mkuu pamoja na naibu waziri tutaendelea kuwashawishi madiwani kuzingatia ushauri wenu mnapoandaa mipango na mapendekezo. Ila nawaomba, ni vizuri mkawa mnapitia kata zote, msikae site. Sijui jini wanaenda site hawa watu wako. Hamwendi site, achaneni na kupanga mipango kwenye meza. Kama unatoka halmashauri ya Mlele, pita kata zako zote za Mlele. Why not? Kwa nini usiconsult hivi? Kwani kumuita diwani wa Mlele kuongea naye kina kukosti kitu gani? Diwani wa kata fulani. Lazima mjenge pia mahusiano na madiwani, mumuulize, hebu niambie kata yako. Kwa hiyo ninawataka pia muende site, mkaangalie hali za barabara na madaraja katika maeneo ya vijijini na kwenye kata, na sio kufanya maamuzi mnapeleka fedha kwenye eneo ambalo silo la kipaumbele kwa madiwani. Kwa sababu kilio cha madiwani wanasema mnapeleka barabara kwenye maeneo ambayo sio ya umuhimu na sio ya kipaumbele. Ndugu zangu, jambo jingine ambalo nataka kulisisitiza ni uandaaji wa mipango ya muda mfupi. Lazima muandae mipango ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na katika hili ni vyema TARURA katika ngazi ya halmashauri kuwa na mipango itakayojumuishwa kwa pamoja na TARURA makao makuu. Kazi zisifanyike kwa zimamoto. Ni vyema fedha zinapopatikana kuwe tayari na mipango. Mipango hii iwe na vipaumbele ambavyo nataka kusisitiza mipango, na nimeeleza. Kwa mfano, Tanga City Council tuna kata 27. Unatakiwa ujue mtandao wa barabara zako zote za jiji la Tanga. Unasema leo nimepata hela napeleka pale Tanganyika, labda Makambako, Njombe. Kwa kila mtu awe na Njombe amewahi kufika, maana nilikuwa naye jana mpaka saa 11. Njombe mmefika? Okay, good, sawa. Yes. Kwa hiyo Njombe unakuwa na mpango wako tayari. Hivi nikipata hela mimi naenda kuzipeleka kwenye barabara hii. Kwa hiyo tuachane na mambo ya zima moto. Lakini kubwa ambalo nataka kulitolea maelekezo,
fedha za maendeleo tunataka zielekezwe kwenye kufungua barabara, ambapo kwa kuanzia ni vyema tukatambua vikwazo vilivyopo. Kwa hizi fedha za DEV, na nimefurahi nilikuwa Kigoma Ujiji, Kigoma DC, unaiona kwamba wananchi walikuwa wanatumia boti kuvuka. Yaani wakifika mjini ni umbali wa kilomita 5 tu, lakini hakuna barabara, kwa hiyo lazima utumie utumie ziwani. Lakini fedha ndogo zimeenda kufungua barabara, kwa hiyo badala ya kutumia ziwani masaa 6, watu sasa wanatumia dakika 20 mpaka 30 kufika Kigoma mjini. Kwa hiyo ninaomba kila mtu aende akadocument maeneo ambayo hayajafunguka, muwe na kabla, alafu mtuonyeshe na baada ya kufunguka hali ikoje. Kwa hiyo tunataka pia muondoe vikwazo, kwa mfano ujenzi wa madaraja. Kwa sababu mnaweza mkaenda kujenga barabara alafu daraja halipitiki, mvua imekuja, mnafanya kitu gani? Kwa hiyo nadhani nyie ni wataalamu kuliko mimi, mtakaa baadaye mtapewa maelekezo wapi pa kuweka vipaumbele. Lakini pili ni kuimarisha pia maeneo korofi ili kufungua barabara ziweze kupitika. Mkazo kwa barabara za vijijini ni kuwezesha barabara kupitika, creating accessibility. La tano ambalo nataka kulisisitiza ni kuimarisha mahusiano ya kikazi katika ngazi zote, kuanzia TARURA ngazi ya halmashauri, TARURA mkoa, makao makuu, pamoja na mamlaka za serikali za mitaa na ofisi za wakuu wa wilaya na ofisi za wakuu wa mikoa. Na kwenye hili ni lile la kusisitiza uhusiano na mabaraza ya madiwani, lakini pia uhusiano na idara nyingine za serikali zilipo katika mikoa na wilaya zetu. Inashangaza, unaenda kwenye halmashauri anakulalamikia kwamba sina muhandisi wa halmashauri, wamechukuliwa na TARURA. Lakini mhandisi wa TARURA yupo katika halmashauri. Halmashauri ina miradi ya ujenzi bilioni 3, bilioni 4, alafu TARURA ana kabajeti kake kamilioni 300. Serikali ni moja, alafu bahati nzuri wote mko chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa nini hamwezi kufanya kazi mkashirikiana? Una milioni 200 huko bize, halmashauri ina miradi ya bilioni 300, haina mhandisi. Wote ni watumishi wa umma. Katibu mkuu nadhani nilishaelekeza, utoe maelekezo kwamba halmashauri zinatakiwa kuwatumia wahandisi wa TARURA katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi ndani ya halmashauri zao. Hatuna haja sisi ya kwenda kuhangaika. Ndio tunataka tuwe na wahandisi wa halmashauri, lakini kasungura ni kadogo. Kwa nini tusimtumie mhandisi wa TARURA wakati tunaendelea kuomba ajira kwa ajili ya wahandisi? Lakini nyingine ni kama mnawaweka pembeni sekretarieti za mikoa. Na kwenye hili katibu mkuu nikupongeze sana kwa kuwaalika makatibu tawala wasaidizi wa miundombinu kutoka mikoani. Mko wapi makatibu tawala wasaidizi? Naomba msimame. Yes. Mimi nataka kusema hawa ndio mabosi wenu, kwa sababu maelekezo ya rais, miradi yoyote inayotekelezwa katika mkoa ni wajibu wa mkuu wa mkoa kuifahamu. Uwe mradi wa maji, uwe mradi wa barabara, uwe mradi wa umeme, uwe mradi wa bandari. Wasaidizi wa mkuu wa mkoa katika masuala ya miundombinu ni makatibu tawala wasaidizi. Kwa hiyo na mimi narudia tena, msije mkajiona wanyonge. Na ndio maana mkiniona naenda kwenye mkoa naongea kwanza na sekretarieti ya mkoa waweze kujua na kutambua wajibu wao. Mbona afisa elimu wa mkoa masuala yote ya elimu anayajua ndani ya mkoa wake, iwe ni binafsi iwe ni private? Mbona mganga mkuu wa mkoa anajua mambo yote ya afya katika mkoa wake, iwe ni private au ni binafsi au ni public? Kwa hiyo na nyie makatibu tawala wasaidizi wa mkoa, nilimwambia jana Cheyo, labda tubadilishe jina kama tunavyoita regional medical officer, regional education officer, na nyie tuwaite regional infrastructure officers labda. Yaani ili muwe na ownership kwamba mambo yote ya ujenzi ni ya kwenu. Tumekubaliana pia
yule afisa mipango na uratibu wa mkoa tumuite regional planning officer, yani ajue kabisa mipango yote ya maendeleo ndani ya mkoa inakuwa chini ya mkoa wake. Kwa hiyo TARURA, DG, shusha maelekezo kwa maneja wako wa mikoa. Ni wajibu wao kufanya kazi na kutoa taarifa kwa makatibu tawala wa mikoa kupitia makatibu tawala wasaidizi. Na nendeni mkakague, na niliwaombea bajeti ya kukagua miundombinu. Niliwaombea bajeti. Wanaendaje kukagua? Nani Beatrice Haya, kwa hiyo habari njema, mtapata milioni 15 kila kota kwa ajili ya kwenda najua sio nyingi ndio maana mpigi makofi. Kwa hiyo makatibu tawala wasaidizi wa mikoa mna milioni 15 kila kota kwa ajili ya kusimamia shughuli zote za miundombinu katika mikoa yenu. Kwa hiyo mtakuwa na bajeti ya milioni 60. Lakini mtamtafuta waziri wa ujenzi, si kuna miradi ya ujenzi kule, tutajitahidi pia kuwatafutia. Jingine ambalo nataka kumaliza ni suala la matumizi ya teknolojia sahihi na matumizi ya malighafi inayopatikana eneo husika. Nadhani hili mtaambiwa kwamba use of appropriate technology and locally available materials ni muhimu sana ili kupunguza gharama za ujenzi, mfano ujenzi wa madaraja ya mawe Kigoma na ujenzi wa barabara za mawe Mwanza. Tunahitaji pia dhana ya kupata mahitaji sahihi, fit for purpose, ambapo hatutegemei kwenye maeneo ya vijijini malighafi za ujenzi zinapatikana tukakuta daraja kubwa kama lililopo kwenye barabara kuu. Ni vyema tukazingatia matumizi ya teknolojia sahihi. Na nimetaarifiwa kwamba kuna kitengo cha utafiti TARURA. Sasa hebu nendeni mkafanya utafiti. Nimeambiwa kuna teknolojia ya kujenga barabara za vijijini, badala sio lazima lami, lakini kuna kitu fulani. Kwa hiyo hebu nendeni mkatusaidie kufanya utafiti, teknolojia gani tunaweza kuitumia kwa ajili ya kujenga miundombinu ya barabara vijijini. Lakini katika hili pia ni vyema mkafikiria kuandaa mwongozo wa usanifu wa madaraja ya gharama nafuu maeneo ya vijijini kama ilivyo katika nchi nyingine. Nimeona kumekuwa na mjadala lile daraja la Mlimba. Lakini ukimsikiliza mbunge wa Mlimba na wananchi wa Mlimba, daraja lile limekuwa ni mkombozi mkubwa kwa watu wa Mlimba. Kwa sababu watu walikuwa wanaliwa na mamba. As long as litadumu kwa kipindi fulani, ni jambo ambalo kwa kweli pia tunatakiwa kulifanya. Kwa usikubali kukaa ukasema unatafuta daraja kubwa zuri, angalia pia jinsi ya kutatua tatizo kwa haraka. Jingine ambalo nataka kulisisitiza nimesema vizuri kwamba angalau nimeona secretariat za mikoa makatibu tawala wa mikoa wameitwa hapa, maana zamani mlikuwa mnakutana nao tu kwenye vikao vya road board na RCC. Kwa hiyo sasa hivi ni lazima mfanye nao. Kuanzia sasa ni lazima ofisi za wakuu wa mikoa kupitia makatibu tawala wasaidizi wa miundombinu pia kuwajibika kufanya ufuatiliaji wa kazi za ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara na madaraja zinazofanywa na TARURA na taarifa za ufuatiliaji huo. Jambo jingine ambalo nataka kulimaliza, TARURA itoe ushauri wa kitaalamu kwa kazi nyingine kama nilivyosema za miundombinu katika halmashauri pale inapohitajika. Na jingine ambalo katika kutumia ile mnasema appropriate technology and locally available materials, angalieni pia kutumia makandarasi walio ndani ya mkoa ule. Nilikuwa Mpanda, barabara ya kilomita 1, mkandarasi anatoka Dar es Salaam. Mpaka ile mobilization tu ametumia shilingi ngapi? Sijui, lakini labda hakuna wakandarasi. Nikauliza, ina maana Katavi yote hii haina wakandarasi? Rukwa au Mbeya? Sijui sheria za manunuzi, injinia utaniambia, mtajadili. Lakini mimi nilitamani kuona kazi hizi especially za barabara za changarawe mkatumia pia makandarasi walio katika ndani ya mikoa yenu. Nafahamu makandarasi wengi pia mnawapa tenda lakini hawana vifaa, hawana uwezo. Sasa KM kesho una kikao na makandarasi, tuangalie jinsi gani pia tutaweza kuwa empower makandarasi wa ndani. Juzi niliongea na mwenyekiti wa road board, akaniambia waziri, pia nina wasiwasi. TARURA imepata fedha nyingi sana, wakandarasi wengi hawana vifaa, kutakuwa kuna kugombaniana
vifaa. Kwa hiyo mtakuta mmempa mtu contract nyingi lakini kumbe hana vifaa. Naomba mlijadili, sijui hili mtalifanyaje. Lakini jingine nimeona wakandarasi wanapewa tenda lakini hawakai site, hasa barabara hizi za changarawe. Matokeo yake wanarudi siku za mwisho za mikataba, wanaishia kulipua ujenzi. Hili lazima mliangalie. Na jingine ni zile kamati za manunuzi zinatoa tenda kwa wakandarasi wasio na mitambo, nimelisema hili. Kwa hiyo pia mliangalie. Jingine ambalo nataka kulisisitiza ni uwezo wa mikoa kuingia mikataba ya thamani. Ni lazima tuongeze uwezo. Sio sasa hivi mmeshaongezewa au bado? Nilisema muongeze. Umeshaongezea? Sasa mkoa mwisho mnabaki bilioni 1. Angalau pelekeni hata bilioni 5 wapeni. Why not? Mimi nilipokuwa Wizara ya Afya nilikuta hospitali za rufaa za mikoa zinaidhinisha matumizi pamoja na kuingia manunuzi yasiyozidi milioni 50. Sasa pale umekaa mganga mkuu wa hospitali yuko pale, mapato yake, alafu unamwambia isizidi milioni 50. Tumepeleka mpaka milioni 200 mpaka milioni 500. Kwa hiyo mimi niwasisitize, ila sijajua kama kuna procurement capacity katika mikoa. Ndio shida yangu. Kwa hiyo mtaliangalia, angalau basi waongezeeni wale wajione capacity ipo. Wana uwezo wa watu wa procurement wa manunuzi. Mtaliangalia, lakini pia si tunataka tulinkishe pia na secretariat za mikoa. Kwa mnaweza pia mkalifanya kama timu moja. Nimeongea sana ndugu zangu, nirudie kwa kusisitiza kwamba serikali kabla sijarudia kusisitiza, ningependa pia kuona vikundi vya vijana na wanawake vinashiriki pia katika utekelezaji wa kazi hizi za ujenzi wa barabara. Na hili Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amenituma nilisisitize sana. Na hususan ndio ile maybe Katibu Mkuu jioni, kama kuna mikopo ya wanawake na vijana na labda kuna kazi za wanawake wanataka kufanya kazi za barabara, kwa mikopo ili inaweza kutumika kununua vifaa kwa ajili ya kufanya kazi hizi za TARURA. Kwa hiyo nitapenda nione mpango na taarifa za TARURA mnaporipoti kazi zipi labda tuliweza kuwapa vikundi vya wanawake na vikundi vya vijana. La mwisho nisisitize kwamba tunatambua na kuthamini kazi kubwa inayofanywa na wahandisi wetu wa TARURA katika kusimamia ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara na madaraja nchini, lakini kubwa ninawataka kuongeza juhudi za usimamizi kwa kuzingatia weledi na taaluma za kihandisi. Narudia tena kusema, tusipofanya vizuri tutanyoshewa vidole. Kigezo tulikuwa na kisingizio hatuna fedha. Fedha kidogo tunazo. Hebu tuendeni tukaonyeshe matokeo makubwa ya fedha ambazo tumepewa. Na nataka kusema mimi na Naibu Waziri Ndugange, Naibu Waziri Silinde pamoja na Katibu Mkuu, TAMISEMI tumeikuta inafanya vizuri. Yapo mambo yameachwa kwenye elimu mazuri, kuna legacy, yapo mambo mazuri kwenye afya. Sisi tunataka kujipima kwenye miundombinu ya barabara. Basi. Afya kuna madarasa yamejengwa, maabara zimejengwa, elimu tumeona vituo vya afya vimejengwa, hospitali za halmashauri zimejengwa, yamebaki changamoto chache. Kwa hiyo sisi wanne tunataka kuacha legacy chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwenye miundombinu ya barabara. Tunaomba msituangushe ndugu zetu. Tunaomba msituangushe. Narudia tena, tunaomba msituangushe. Makatibu tawala, wasaidizi wa mikoa wa miundombinu, nyinyi ndiyo mkono wangu wa kuniwezesha kusimamia shughuli za ujenzi wa miundombinu ya barabara katika mikoa na katika halmashauri. Kwa nawategemea sana. Nawategemea sana. Basi nipende tena kuwashukuru kwa kikao hiki, lakini kubwa ni kuendelea kujulisha kwamba serikali ya awamu ya 6 inatambua umuhimu wa kujenga uwezo wa TARURA katika kutimiza majukumu yake, na kama alivyosema mtendaji mkuu, kwa hiyo tutaipatia TARURA magari 122. Kwa hiyo tunaomba mkayatunze. Lakini pia tuna mchakato wa kuomba nyongeza ya ajira za wahandisi unaendelea,
lakini pia tunategemea kuajiri pia na maafisa manunuzi kwa ajira za muda. Na kubwa tuelekeze kwamba ni lazima pia tutumie wahandisi wahitimu kutoka vyuo vya elimu ya juu katika kutekeleza majukumu yenu. Tuanzishe, sijui kama ipo hiyo program ya kuwatumia hawa, tuanzishe hizi, I don't know whether I call it internship program. Is it na internship program? Apprenticeship. Mnao wengi sana. Iwe ni mpango kabisa, kwa sababu hawa wahandisi ambao wamemaliza shule na hamna kazi, kwa hiyo tunaweza pia tukawatumia, mkawachukua alafu wakaenda katika mikoa mbalimbali, lakini mnaweza mkaanzisha ka incentive kadogo, angalau ka nauli nauli sana na accommodation. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta mnafanya kazi kubwa kwa gharama nafuu. Nisisitize jambo moja, mimi na katibu mkuu na manaibu mawaziri tunaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya TARURA, na tumeona pa kuanzia kuna kahela sio kakubwa, lakini katatusaidia. Nimeelekeza halmashauri zote zinazopata mapato ya ndani zaidi ya bilioni 5 kutenga angalau 10% ya mapato hayo kwa ajili ya ujenzi wa barabara pamoja na madaraja. Na sasa hivi zipo napata bilioni 11. Kwa hiyo isipungue 10%, maana yake kuna bilioni 1. Kwa hiyo nimewaelekeza halmashauri ya jiji la Tanga, nataka kuona barabara za bilioni 1 katika halmashauri ya jiji la Tanga. Lakini Dar es Salaam Tanga nadhani ni ile 60% ya dev, yani sio bilioni 1. Kwa Dar es Salaam unakuta wana kama bilioni 40, sasa chukua 10% ya bilioni 40 ni bilioni 4. Niambieni bilioni 4 Dar es Salaam tunaenda kujenga kilomita ngapi za lami? Na ni nyingi na kazi inaonekana. Ndani ya miaka 4 unaweza ukakuta Dar es Salaam karibu mitaa yote ile imepigwa lami. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nimeshaona mwongozo katibu mkuu, nitaupitia leo na nitausaini. Na mwisho natambua kuwa katibu mkuu atakutana na wakandarasi wanaofanya kazi za ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara na madaraja. Naamini utawakumbusha kuzingatia weledi, ubora, viwango, lakini pia na uadilifu katika kazi hizi ambazo tutawapa. Na msimuonee aibu mkandarasi yoyote ambaye hajaperform. Lazima tuanzishe kitabu cheusi cha wakandarasi ambao hawataperform. Niwashukuru sana naibu waziri, katibu mkuu, wakurugenzi, naibu katibu mkuu, mwenyekiti wa bodi, mameneja wa TARURA wa mikoa na wilaya na makatibu tawala wa mikoa kwa kunipa fursa hii ya kufungua kikao kazi hiki. Lakini lengo langu nilitaka tu mpate ujumbe wangu. Haiwezi kuwa business as usual. It is not business as usual kabisa kwenye barabara za mijini na vijijini. Tunataka kuiona TARURA ikikimbizana. Na lazima pia muimarishe PR yenu, mahusiano yenu. Umeona daraja halipitiki, document umetengeneza, mna document mnaonyesha kabla na baada. Lazima Watanzania waone kwamba kodi zao wanazolipa zina matokeo haya na haya na haya. Baada ya kusema hayo, narudia tena kusisitiza dhamira ya dhati ya Rais Samia Suluhu Hassan kwamba barabara ni kipaumbele chake na ataendelea kufanya kazi kubwa na nzuri iliyoanzishwa na awamu ya 5 kwa kauli mbiu ambayo tunazindua leo kwamba kufungua barabara za wilaya ili kukufikisha kusikofikika. Ni wahakikishie mimi na wenzangu wizarani tutaendelea kuwapa ushirikiano. Asanteni sana. Baada ya kusema haya, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwatakia majadiliano mema, na sasa natamka rasmi kwamba mkutano huu wa kazi kati ya ofisi ya Rais TAMISEMI na TARURA umefunguliwa rasmi. TARURA kailimbiwa mjaipata. TARURA tunakufungulia barabara tunakufungulia barabara kufika kusikofikika. Na hiyo ndefu, lakini haya TARURA tunakufungulia barabara kufika.
ya barabara mbovu kule vijijini, na tumeendelea kuona jinsi ambavyo fedha hii ya kufanya kazi kule kwa wananchi. Basi kwa heshima na taadhima, mgeni rasmi, naomba sasa uniruhusu nimkaribishe mwenyekiti wa bodi ya ushauri Mhandisi Florian Kabaka aweze kutoa neno la shukrani. Mgeni rasmi, Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Nchi, mgeni rasmi, Mheshimiwa Umi Mwalimu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Naibu Waziri TAMISEMI, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Mheshimiwa Mkurugenzi wa Miundombinu, Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mtendaji Mkuu TARURA, ndugu zangu wajumbe wa bodi ya TARURA, wakurugenzi wote mlioko hapa, manaibu, makatibu tawala wasaidizi kutoka mikoani ambao umefika hapa leo, viongozi mbalimbali mlioko, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kukushukuru sana kwanza kwa kuwezesha mkutano huu ukawepo leo kwa mara ya kwanza, na ni matumaini yangu kwamba mkutano huu utatusaidia katika kutuweka sawa ili tuende vyema na tuweze kufuata yale ambayo Mheshimiwa mgeni rasmi imetuagiza. Ninasema yote ambayo imezungumza hapa ni agizo kwetu, na mimi niseme kwa niaba ya bodi ya TARURA na kwa niaba ya uongozi wa TARURA, haya yote uliyosema tumeyazingatia, na ni kuahidi kwamba tutayafanyia kazi na tutayatekeleza kwa upana wake kama ambavyo umetuelekeza Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwanza kupitia kwako nishukuru serikali na Mheshimiwa Rais kwa kupunguza changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo ya fedha. Kama ulivyosema mwenyewe, hazitoshi lakini zimeongezeka kwa kiasi kikubwa, na maana yake inatakiwa iwe transformed katika utekelezaji kwa kiasi kikubwa kama ambavyo fedha zenyewe zimeongezeka, ili ionekane kwenye miundombinu ya barabara ambazo maagizo yako tumeyapata moja kwa moja. Sisi kama wasimamizi tutaendelea kuyafuatilia na kuyasisitiza, wameyapata moja kwa moja kutoka hapa. Sisi wajibu wetu ni kwa facilitate, kuwapa miongozo na kusimamia na kufuatilia. Hivyo natazamia wenzangu nilionao hapa watasimamia na kuyadisemi. Mheshimiwa mgeni rasmi, umezungumzia kwa uchungu sana kwamba itakuwa ni kitu cha ajabu kama matarajio ya serikali hayataonekana pamoja na facility ya mali fedha ambayo tumeipata kazi za barabara. Baada ya kutupa facility ya rasilimali fedha, kwa kweli hatuna sababu ya kutotenda kadiri ya matazamio ya serikali. Niseme Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba baada ya ufunguzi wa leo, baadaye tutakwenda kukaa sisi na watendaji ambao tunao hapa leo ili tupeane mikakati tutarajia kiweze kutimia. Na nafurahi kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na ukisha kuwa na fedha kiasi kama hila kwenye kazi ambazo wananchi wanatazamia kuziona. Sasa umetuahidi kwamba tatizo letu nalifahamu na utatusaidia, na tunasubiri kwa hamu ili
tupate watu watakao tusaidia katika kusimamia kazi, kwa sababu tumekuwa tukilalamika kwamba watu hawatoshi, lakini sasa fedha zimeongezeka, na kwa ahadi kwamba utatusaidia, tuna imani kabisa kwamba hatutakuangusha. Na mimi niseme kwa niaba ya bodi na TARURA kwa jumla wake kwamba hatutakuangusha, tutahakikisha kwamba fedha hizi zinatumika vizuri. Si swala za kuexpend tu zikaisha, lakini zitoe value for money ambayo umesisitiza sana. Hiyo tutahakikisha, na siku zote sisi tumekuwa tukienda site, si kwenda kutembea. Hiyo lugha tulishaifuta sisi. Tunakwenda kukagua na kushika maeneo yote ambayo yatakuwa na miradi. Bahati nzuri, Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi yetu ina wataalamu karibu wote wanaotakiwa katika miundombinu ya barabara. Kwa hiyo tunapokwenda kule tuna macho yanayoweza kuona, hatudanganyi. Tunaona na tunatambua na tunashauri inavyotakiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nisipotezee muda sana kwa sababu mengi yametajwa na mtendaji mkuu, lakini nikuahidi tena tu kwamba tutayasimamia na tutayafanya kadiri ambavyo umetuelekeza. Nitoe rai sasa kwa wenzangu wote kwamba natoa ahadi hiyo kwa niaba yenu. Kwa hiyo nanyi msituangushe, mtekeleze kama ambavyo nimeahidi hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru tena kwa kutualika hapa, lakini nikuombe pengine ikiwezekana na ikikupendeza mikutano kama hii tuwe nayo karibu kila mwaka, ili tuweze kupeana mrejesho wa nini tumefanya, na pengine tupate hata ushauri kutoka kwako tena kila itakapowezekana. Kwa hiyo machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, nikushukuru sana na nikutakia afya njema. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, ya shukrani kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya ushauri Mhandisi Florian Kabaka. Na sasa baada ya kutoa neno hilo la shukrani, kutakuwa na picha ya pamoja. Hili naomba utuongoze kioni makundi gani yatakayokuwa yanapiga picha na mgeni rasmi, kama kipengele hicho bado kipo. Lakini mgeni rasmi, pia tunashukuru kwa maelekezo mengi ambayo umetoa kwa TARURA pamoja na mabaraza ya madiwani kwa ajili basi ya ule ushirikishwaji ambao unahitaji kuona madiwani wanashirikishwa katika yale mabaraza, lakini katika ngazi ya maamuzi vipaumbele gani vifanyike katika ukarabati wa hizo barabara au ujenzi wa barabara na daraja na kadhalika.